Wawili waliotumia maisha yao kwa makosa wakageuzwa kuwa watakatifu wakuu wa historia ya Ukristo. Mmoja alimkana Yesu mbele ya umati, mwingine aliwatesa Wakristo hadi wakafa, lakini walipotubu waligeuzwa kuwa mashahidi wa kweli wa Injili. Leo kanisa linatuambia watakatifu Petro na Paulo hawakuwa wakamilifu, bali walitikia wito wa Mungu kwa moyo wote, na sasa wako mbinguni wakituombea sisi tunaendelea kupambana katika safari ya imani. Tunamuomba Mtakatifu Petro atuombee ili tuwe waaminifu wa kweli wa Kristo, na pia tunamuomba Mtakatifu Paulo atuombee ili tuwe jasiri katika kutangaza Injili hata mbele ya wapinzani. Petro, mvuvi wa kawaida, alikiri mbele ya Yesu, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Rejea Mathayo sura 16 aya 16. Lakini baadaye alimsaliti hadi aliposamehewa na kuwa mwamba wa kanisa. Paulo naye aliyefungwa kwa kiburi cha sheria aliangushwa na nuru ya mbinguni. Aliposikia sauti, kwa nini wanitesa? Moyo wake ukabadilishwa milele. Rejea Matendo ya Mitume sura 9 aya 4. Wote waliuawa kwa ajili ya Kristo. Mmoja ambaye ni Petro alisudishwa kichwa chini miguu juu, na mwingine ambaye ni Paulo alikatwa kichwa. Hawakukubali kuuza imani yao, na sisi tunaitwa si tu kuwa kamilifu bali kuwa waaminifu. Petro na Paulo wamepitia changamoto zako, wanajua hofu, wanajua majeraha na hata kushindwa, lakini walishinda kwa neema ya Mungu, na sasa wanatusaidia tukisali kwa maombezi yao. Tunaweza kupata nguvu ya kusimama tena, kupenda tena na kushuhudia tena. Wapendwa, tusali novena ya watakatifu Petro na Paulo kwa ujasiri, kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu na neema kumfuasa Kristo kila siku, kwa maana kama aliweza kutumia wao, anaweza kukutumia na wewe pia. Watakatifu Petro na Paulo, mtuombee. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.